Pamba ni dhahabu nyeupe ni kauli ambayo inasikika kutoka kwa balozi wa zao la pamba nchini Tanzania, Agrey Mwanri. Balozi Agrey Mwanri anafanya ziara kazi katika wilaya ya Magu kwa ajili ya kuhamasisha kilimo cha zao la pamba kwa ajili ya kuongeza tija, ikiwa imeahidiwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi kwamba kufikia mwaka 2025 kuongeza kwa uzalishaji wa zao la pamba hapa nchini Tanzania. Zao hili maarufu nchini Tanzania ambalo linazalishwa katika mikoa 17 ukiwemo mkoa wa Mwanza. Agrey Mwanri amelakiwa na mwenyeji wake mkuu wa wilaya ya Magu Salum Kali, na Mheshimiwa DC wa Magu Salum Kali amemwongoza balozi Mwanri katika vituo 10 kwa ajili ya kukutana na wakulima na kuzungumza nao kuzingatia kanuni 10 za kilimo bora cha zao la pamba. Agrey Mwanri, balozi huyu, pia amepata nafasi ya kukutana na wakulima mashambani na kuzungumza nao na kushiriki nguvu kazi katika jitihada mbalimbali za kuhakikisha kwamba zao la pamba linahamasishwa na linalimwa kwa wingi kama ilivyoahidiwa katika ilani ya CCM. Haya ndio matokeo chanya ya serikali inayowajibika kwa wananchi, na hii ndio shughuli nzima katika kipindi cha siku 2 ya balozi ndani. Wananchi wote kwa ujumla na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, hapa kilichotuleta mje msikilize kanuni bora za kilimo cha pamba, na msikilize vizuri, mumfuatilie balozi kwa hatua tulikotoka, tulipo na tunachotaka wananchi muweze kushiriki. Naomba nisipoteze muda, pateni nafasi ya kusikiliza vizuri na kufuatilia. Balozi, karibu uendelee na utaratibu. Walisema hivi, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ndio haya. Mheshimiwa, shamba lako litaonekana kama linavyoonekana hapa. Sehemu ya katikati hii ni ya huduma. Wananchi, hebu semeni huduma. Uruhusi kuchanganya mazao humu ndani. Kwanza kwa sababu ya huduma, pili kwa sababu ya uharibifu ambao tutawaelezea. Hapa tuweke pembeni kanuni na sheria, twende na mantiki. Hebu sema mantiki. Hoja, hebu sema hoja. Mkuu, mimi nimeamua kulima pamba yangu hapa. Siruhusi kuchanganya mazao humu ndani. Kwa sababu kwanza nitashindwa kuhudumia pamba yangu, lakini pili kuna madhara. Sasa tuanze na hoja. Mimi nimeamua kuweka vitunguu humu ndani. Swali, mwananchi utapita wapi? Mimi nimeamua kuweka viazi vitamu humu ndani. Niendelee au nisiendelee? Endelea. Tuko vizuri eh? Sema tuko vizuri mkuu. Mmekwenda bwana. Unaamua kutembea, nimeweka vitunguu humu ndani. Nasikia mzee, napita mimi na kanyanga hivyo vitunguu. Mkuu, yaani mimi sasa kabisa kweli na tikiti humu ndani, naamua kutembea juu ya hizo tikiti. Yaani sasa kabisa unataka kupeleka mirembe kwenda kucheki kama dishi limeyumba au halijakasa au antena. Hebu sema antena. Sukurubu ijakaba sasa. Unafika mahali unaingiza na mahindi humu ndani. Nikuulize mwananchi, mahindi yako wapi? Mahindi yako shambani. Unajua mpango ulionao? Unataka wakati wa kupalilia mahindi uingize na pamba humo ndani. Wewe. Acha kabisa hiyo hapo, sukuma ndani moja kwa moja. Kwa nini? Anayechanganya hapa mahindi, kwanza kabisa yako kule yanaendelea kustawi na kuota. Akileta pamba yake humo ndani mkuu, ile pamba itakuwa fupi kuliko haya mahindi. Kwa maneno mengine, kivuli cha mahindi kitafubaza na kudumaza ukuaji wa hii pamba. Imekula kwa wadudu wanaoshambulia mahindi, nao wanashambulia na pamba hii. Mwananchi, nisikize vizuri, yaani usijichanganye. Sisi mkuu wa wilaya hajakataa ulime mahindi pale pembeni. Anachokataa humo. Hebu sema humo. Hiyo ndio issue. Tutakuwa tumeelezaje? Ni kwamba tukueleweka vizuri tunapoeleza. Wale wadudu wanaoshambulia haya mahindi wanashambulia na hii. Kwa ukichanganya mazao humu ndani, pamba yako utapata vitumba 5. Ambaye hakuchanganya na mahindi humu ndani anapata vitumba 75. Unahitaji kwenda soko ile kuelewa hilo? Muulize swali. Wakitoka kule wanakwenda wapi? Wanageuka, wanaigeukia hii pamba yako, inageuzwa inakuwa kachumbari, inaliwa kushoto, kulia na katikati. Mkulima asiponyunyizia kwa wakati anaweza akapata hasara ya hadi 100%
ya mavuno yake. Mwenye masikio ya kusikia na asikie. Mwa miche yake. Tazama, wakati wote anatumia eneo hilo kwa ajili ya kusimama vizuri ili aweze kuhudumia miche yake kwa uzuri zaidi. Wakati wote anasogeza udongo kando kando mwa miche wake, anatengeneza kituta, anatumia mikono yake kuondoa majani yote yaliyozongazonga miche yake sehemu ambapo hawezi kupita kwa jembe. Tazama, eneo la huduma, anatengeneza kituta. Kwa kufanya hivi basi anairahisishia mimea yake uchukuaji wa vidirishe kutoka ardhini, lakini pia mvua zikinyesha basi unyevunyevu unakaa mahali pale kwa muda mrefu zaidi. Anatumia mikono yake pia kuondoa majani yote yaliyozongazonga. Hii ndiyo namna bora ya kufanya palizi. Makofi kwake. Sasa palizi ya hovyo. Tazama, cha kwanza kinachofanyika, jembe linapigwa, linakunjwa, inakuwa kama Tunaona alivyosimama. Hiki hapa kinaitwa kioja, hiki hapa kinaitwa kituko, hiki hapa kinaitwa kisirani, huu unaitwa mkosi, hii inaitwa balaa, hii inaitwa laana, hizi zinaitwa harakati, hizi zinaitwa shughuli. Mama watoto akikwambia pole na kazi baba, mwambie nimetoka kushughulika. Hii hapa. Wananchi, naomba mnisikize vizuri. Baada tunalo kundi la watu wanaongea kwa sauti hapa. Sijui wanasema haya tunaosema au wanaongea mengine. Hebu mwambie mwenzako hebu semeni mwambie kuna ujumbe unapita hapa. Sije mtu hapa akajitumbukiza huko ndani akavuruga huo mpango msikie. Hamna kitu. Hiki kinaitwa kioja. Hii hapa inaitwa neema. Huu hapa unaitwa mpango. Huu hapa, huyu anaitwa baraka. Hii hapa unaitwa uchumi. Huu hapa unaitwa mradi. Tofauti kati ya huyu na huyu hapa, huyu anashughulika, huyu anafanya kitu ambacho kitazalisha ziada. Hebu sema ziada. Huyu usitokwe na jasho hapo, unatoka na jasho namna hii, alafu unasema nimetoka kazini, jasho linanitoka. Umetoka kushughulika. Hata wanaokunywa mtori wanatoka na jasho. Wale amezalisha nini? Kala nyama na ndizi zote pale kala. Mnashughulika. Wananchi, tumekuja kuwaambia katika semina hii, tukimkuta mtu analima kilimo cha sampuli, tunamtizama kwa jicho la dharau na bila ya kumheshimu. Mtaua watoto na njaa. Leo tunalenga wapi? Tunataka watu wetu wakizalisha vizuri, watoto wetu wasome mpaka chuo kikuu. Tunataka watu wetu wale chakula kizuri. Tunataka watu wetu wavae vizuri. Watu wetu waende wanunue msauzi. Watu wetu waongeze ng'ombe, waongeze mbuzi, wafike mahali mashamba yao yaongezeke. Tunataka tuchaji betri zetu. Huyu anaweza akasomesha watoto mpaka chuo kikuu. Huyu anaweza akapeleka watoto wakaingia kwenye ile shule. Nimekuta mkuu wa wilaya akatupitisha mahali, tumekuta English medium imeandikwa school bus. Huyu anaweza akapeleka watoto huko. Huyu hata mke mzuri, huyu anaweza akawa mke mzuri huyu. Okay, tuifanye balance. Hata huyu anaweza kuolewa na mume mzuri huyu. Sema hamna kitu. Angalia. Tazama, ana manga. Anawaza anzie wapi, jembe lipite wapi, mguu upite wapi. Tazama. Haya, jembe moja tu, nusu imekwenda. Haya. Anaanza kurukaruka ili asikanyage mimea, lakini atakanyaga wapi? Ona. Sikiliza ndugu, upandaji wa hivi ni wa ovyo na haukusaidii. Achana na huu ujinga, unatumia mbegu nyingi, unaanza kulalamika. Natoka hapo. Alafu mnaanza kupiga kelele. Mkuu wa wilaya, tunasikitika sana. Kazike pembeni mwa shamba kwa sababu ni hatari kwa maisha yetu, mifugo na vitu vingine. Hilo la kwanza. Funga hapa. Kwa majina anaitwa Renato Siluneja, ni mkaguzi mwandamizi wa bodi ya pamba. Tuko kwenye kampeni ya kuongeza tija na uzalishaji wa zao la pamba Tanzania, ikiwa ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 ambayo inaitaka Tanzania kuzalisha pamba tani milioni 1 ifikapo mwaka 2025.
Sasa ili kufikia malengo haya, Bodi ya Pamba imeweka mikakati kadha wa kadha. Moja wa mikakati hii ni kampeni hizi zinazoendelea sasa za kuhamasisha wakulima kulima kwa tija. Tunachokitaka ni kwamba tunataka mkulima azalishe pamba nyingi kwenye eneo moja. Badala ya kuzalisha kilo 200 anazozalisha sasa, azalishe walau kilo 1000 kwa ekari moja. Sasa tunafanyaje ili kufikia hapo? Wenzetu wa research wa TARI wametuambia, wamekuja na vipimo vipya vya upandaji wa pamba, kwamba sasa hivi mkulima anashauriwa apande mstari hadi mstari sentimita 60, mmea hadi mmea ama shimo hadi shimo sentimita 30. Kwa kufanya hivyo, ina maana unaongeza mimea maradufu ya kile kiasi ambacho mwanzo tulikuwa tunapanda, kwamba badala ya kuwa na miche 22,222 kwa ekari, sasa unapata miche 44,444 kwa ekari moja. Kwa hiyo uzalishaji unategemewa kuongezeka maradufu kutoka kwenye kiasi cha sasa ambacho mkulima alikuwa anazalisha kwenda ambacho tunakitazamia sasa. Sasa tunachohamasisha ni kwamba tunamfundisha atumie kanuni 10 za kilimo bora cha pamba, ikiwa ni pamoja na hiyo ambayo nimesema, kupanda kwa nafasi, kuweka mbolea. Tunashauri wakulima watumie samadi sana, kwa sababu ndio ambayo inapatikana kwenye mazingira ya mkulima ya kawaida. Lakini mbali na hivyo, Bodi ya Pamba inapenda tu kuhakikishia wakulima kwa pamoja kwamba tunazo pembejeo zote za msingi kwa ajili ya wakulima, ikiwa ni pamoja na mbegu. Wasiopo wanaohitaji mbegu zinaendelea kusambazwa, na nyinyi wataalamu hapa wanahabari mmeona bado zipo za kutosha kila maeneo. Lakini pia tunasema tunavyo viuadudu vya kutosha kwa ajili ya kuhudumia zao hilo ambalo watalipanda. Tutawapa pia kamba, tumeshagawa za kupandia ili waendane na vipimo vya sasa. Lakini pia tuna vifaa ambavyo tumeviandaa kwa ajili ya kuvunia, ili kuhakikisha kwamba pamba yote itakayovunwa inavunwa kwenye vifaa vinavyofaa badala ya kutumia sandalusi. Tunasema pia kwamba tumeandaa pampu za kutosha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wakulima wanaweza kuhudumia mashamba yao kwa uzuri zaidi. Mbali na hivyo, teknolojia rahisi ya palizi ya kutumia majembe yanayovutwa na ng'ombe, Bodi ya Pamba imeshanunua zaidi ya majembe 400 sasa hivi, lakini itaendelea kuweka oda kadiri mahitaji ya wakulima atakavyopatikana. Kwa ujumla wake, tunapenda kuhakikisha wakulima wote wa Tanzania wa pamba kwamba serikali yao inawajali na iko tayari kuwahudumia kwa kadiri itakavyowezekana, ili kuweza kufikia uzalishaji ambao unakusudiwa kitaifa wa tani milioni 1 ifikapo mwaka 2025. Mapokeo yakoje mzee? Naitwa Godfreda Masani, ni mkuu wa idara ya kilimo, umwagiliaji na ushirika wilaya ya Magu. Wilaya ya Magu ni mojawapo ya wilaya ambazo tunalima pamba, na mikakati ambayo wilaya imejiwekea mpaka sasa hivi ni pamoja na kusajili wakulima ambao watalima pamba. Lakini sambamba na hilo, tumeweka mikakati mingine pia ya kuhakikisha kila mkulima anang'oa masalia ambayo ni ya pamba iliyopita. Na kwa kufanya hivi, ina maana tunapunguza hata wale wadudu ambao wanaweza wakaonekana kwa msimu huu. Lakini pamoja na kung'oa masalia haya, tumehakikisha wakulima wote wanafanya maandalizi mazuri ya mashamba yao, pamoja na kulima kwa awamu mbili. Wanalima awamu ya kwanza, lakini awamu ya pili ni kwa kulainisha ule udongo zaidi ili waweze kupanda pamba vizuri. Na niseme kwamba mtangazaji, sisi wilaya ya Magu kwa AMCOS tumepata matrekta 20 ambayo kwa ajili ya wakulima kulima mashamba yao. Na hii ni kwamba kwa vile matrekta haya yako kwenye AMCOS na wakulima wamejisajili kwenye AMCOS kama wanachama, wanatumia matrekta haya kuweza kulima maeneo makubwa zaidi. Kwa hiyo tunaamini kwamba katika msimu huu wakulima watalima vizuri na tunaweza tukafikia lile lengo letu. Kwa Magu tumepangiwa lengo la kuvuna kilo milioni 20, na kwa kufanya hii jitihada ambayo tunafanya sasa hivi, wakulima watalima maeneo makubwa. Na sasa hivi tumepata pia na majembe yale ambayo yanakotwa na ng'ombe kwa ajili ya palizi. Na majembe haya kama wakulima wengi watanunua, kwa vile bei yake sio kubwa sana,
2,500 na wakulima wanaruhusiwa pia kutoa advance ya 100,000, lakini hiyo iliyobaki watakuja kulipa baada ya kuvuna. Kwa hiyo tunaamini wale wakulima ambao walikuwa wanategemea jembe la mkono kupalilia watatumia jembe hili na mazao yatapatikana kwa wingi ili tuweze kufikia lile lengo tulilotikusudia. Rai yako ni nini hasa kwa hawa wakulima ambao wanashindwa kutengeneza mashamba yao na huku wakiwa wanafikiri kwamba zidi kujiotesha zaidi? Rai yangu ni kwamba wakulima wote, na kwa vile tunatumia mashamba darasa, wakulima wote waweze kuingia shambani na kulima angalau ekari 3 kwa kila mkulima, ili tuweze kufikia yale malengo, lakini ni pamoja na kuinua kipato cha mkulima mdogo mdogo, lakini pia kipato cha halmashauri kwa ujumla.